Mwamuzi kutoka pale nchini Angola, Helder Di Carvalho, anasema ni mkwaju wa penalty na anatoa kadi ya njano kwa Simon Swilimba, mlinzi wa kati wa Zesco United. Mwalimu Kashasha. Asante sana Oscar Urassa. Awali kabisa tumesema namna gani Dar es Salaam wanavyo defense au wanavyoshambulia kupanda kupitia upande wa kulia. Movement nzuri ambayo imetoka nyuma, lakini kazi nzuri ya combination na composition ya Papi kama Bashiri na Mohamed Issa Banka kwa namna alivyotembeza pasi zile diagonal pass ama triangular movement, ikamkuta Sidney Ulk ambaye amekabidhiwa jukumu la kuwa mshambuliaji namba 1, akaamua kudrive kwenda mbele. Beki anasema shetani, beki kisiki kweli kweli, lakini alishaacha kwa sababu kidogo anaonekana kutokuwa na kasi kubwa kama alivyo Sidney Ulk. Oscar Urassa. Patrick Sibomana, mpigaji penalti wa Dar es Salaam Young Africans. Mechi dhidi ya Township Rollers ilipatikana penalti 2 uwanja huu wa Taifa. Ya kwanza alikosa, ya pili dakika za lala salama akaweka, na leo dakika za mapema anapata nafasi ya kuitanguliza Dar es Salaam Young Africans. Atafanya nini? Wacha tuone. Patrick Sibomana nyuma ya mpira, Jacob Banda golini. Mwamuzi aruhusu mkwaju wa penalti upigwe. Sibomana arudi nyuma, 1 2 3 6 zile ya 7 hiyo. Patrick Sibomana, Patrick Sibomana, goal! Dakika ya 25, msikilizaji wa TBC Taifa, Patrick Sibomana PS Machine anaitanguliza Dar es Salaam Young Africans uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Mkwaju maridadi, kipa anakwenda market. Mwalimu Kashasha, Yanga 1 Zesco 0. Asante sana Oscar Urassa. Penalty moja nzuri mno. Wana nyingi nasema penalty unaweza ukasema bahati na simia ndogo sana, ni ufundi na uwezo. Alihesabu hatua 6 nao umewasabia wapenzi wachezaji wa TBC Taifa. Kwa sababu ni left footer, goalkeeper alijua kabisa kwamba atapiga labda kushoto kwake, yeye kapiga upande wa kulia kwake ambako ndio sahihi kwa mujibu wa sayansi ya upigaji wa penalty na kanuni za muundo kwa mwendo, biomechanics movement. Kwako Oscar Urassa. Yanga 1 dakika 45 nzuri kwa Yanga. Asante sana Oscar Urassa. Kwa ujumla ni pambano moja zuri ambalo linajaribu kutoa picha kila mmoja kujiandaa kwa mashindano makubwa ngazi ya vilabu barani Afrika. Yanga kwa ujumla wake bado wako vizuri, ni mpira mzuri sana. Ni soka ambalo unaweza usielewe kwenye ligi kinatokea kitu gani, lakini unaweza kuona mindset ama mentality ya wachezaji, benchi zima la ufundi wanajaribu kucheza au kutazama nini wafanye kulingana na kiwango na uzito wa mchezo wenyewe. Footwork ya Yanga iko vizuri, ball control, macho yako sawa sawa, wanajaribu kutala, lakini pia timu nzima ina rhythm nzuri, on and off, tunasema transition movement. Kwenye takwimu ambazo mara nyingi zinaweza kusaidia kueleza sura halisi ya mchezo, timu zinashambuliana ndio kusema ni 50 kwa 50. Yanga amekwenda kwenye eneo la mwisho mara 14 kwa maana penalty box dhidi ya mara 11 na Zesco United. Mipira ambayo imepigwa on target Yanga 3 na Zesco 4. Off target Yanga 5 na Zesco 3. Magoli ya kosa tunaita near miss. Yanga 2 ndani ya penalty box na 1 nje ya penalty box. Zesco 1 ndani ya penalty box na 2 nje ya penalty box. Mashambulizi kupita pembeni ni 1 kushoto kwa upande wa Yanga na 3 upande wa kulia. Zesco kushoto 3 na kulia 3. Kwa hiyo unaweza ukaona nilichokuwa nimesema pale awali, wanashambulia interchangeably, wanashambulia 50% kwa 50 kupitia kwenye flanks zote mbili ama kwenye sidelines zote mbili. Fouls ndani ya penalty box Yanga hakuna, Zesco hakuna. Nje Yanga 3 na Zesco 3. Huu mpira umebalance kwa vitu vingi. Offside 1 tu kwa upande wa Yanga, Zesco bado. Kadi 1 kwa 1. Goli ndio hilo dakika 23 tumeliona. Kona kwa maajabu ya Musa ni kona 1 tu dakika 45 zote. Hii inatafsiri uwezo na umakini wa timu kutotaka kutoa nafasi kwa timu pinzani, kwa maana forward line ya timu pinzani iingie kirahisi kwenye eneo la mwisho. Maana nyingi kona ni matokeo ya pressure kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo mlinzi anaamua kufanya chochote kile alimradi mpira usiende golini. Kwa hiyo naweza kusema ni mechi ambayo inaonyesha kuwa na ufundi wingi lakini na utulivu wa kutosha kwenye backline zote mbili. Kwa upande wa Yanga sina shaka na kuna mashaka yote, Kevin Yondani na Lamine Moro wanatengeneza ukuta mmoja mzuri, mtamu mno. Ni wazuri kwenye vitu vingi, wanafanana kwenye mipira ya juu, wako sawa sawa, ball control wako sawa sawa, timing na blocking wako sawa sawa. Leo Lamine Moro big up
ameondoa mpira ambao ulikuwa unakwenda wenyewe golini. Kama sio kulala ama sliding tackle, ilikuwa ni lazima Metacha Mnata angekamata, inawezekana, lakini nafikiri mpigaji alikuwa ameshajiandaa vizuri na alikuwa jirani mno. Kwenye KPIs tunaita key performance indicators, viashiria vya kiutendaji kwa ujumla. Transition movement, Yanga wako vizuri. Footwork, ball control nimeshasema wako sawa sawa. Defense iko coordinated vizuri, well coordinated. Goalkeeper iko steady. Kuna kitu kitaalamu tunaita instinctive reactions. Amesave mbili pale ambazo kama goalkeeper sio mwepesi na sio mnyumbufu na ana agility, kwa vyote vile lazima afungwe. Kwa hiyo goalkeeper Metacha anaibukia. Nadhani Yanga hawajakosea kumchukua bwana mdogo huyu ambaye anaonekana kuwa na sifa za kutosha, kama atajibidiisha na asipolewa sifa, maana ndio shida wachezaji wa Kitanzania hiyo. Movement iko nzuri kwenye final third. Tatizo ndio hilo la nafasi kati ya mchezaji na mchezaji. Yanga wanaacha gap kubwa, kwa hiyo mianya wanayoiacha kati ya mchezaji, walinzi wa Zesco wanatumia kwenda kusweep mipira na kukaa kwenye njia, kiasi kwamba wamepata nafasi kwa kweli nyingi za wazi ndani ya penalty box. Ameachiwa Uli kipeke yake Sydney aweze kumalizia mipira. Kwa hiyo hili nafikiri mwalimu ataliona au wataliona wenye dhamana kumfanya kila mwenye nafasi kwenye penalty box ya Yanga ajaribu kutafuta bao na kutumia nafasi iliyopatikana. Ule utulivu sio kwa kutosha. Oscar amezungumza mara kadhaa, kwa sababu wanakuwa na papalika hivi, mwisho wa siku inakuwa faida kwa timu pinzani. Otherwise wako vizuri, timu nzima kwa ujumla wake wanaweza kushirikiana. Zesco wako sawa sawa, wanatumia mashambulizi ya pass ndefu, long balls za side, wako focus kwenye midfield, lakini ni wazuri walinzi, wanazuia washambuliaji wa Yanga wasiingie kwenye penalty box, na hicho ndio imekuwa mtaji wao mkubwa. Mashambulizi yao tunasema snake strategy, wanakwenda taratibu, slow tempo, acceleration, mwisho wanamaliza na penetration, lakini zaidi wanakwenda upande wao wa kushoto ama mashariki mwa kiwanja ili waswitch mipira iingie ndani ya penalty box, watumia long balls, semi volley na high volley. Otherwise mechi bado ni nzuri, ni 50 kwa 50. Yanga ongeze speed na wapunguze hayo ambayo tumeona. Najua mwalimu Zaela Mwinyi atakuwa ameskani mechi na kuona nini cha kufanya kwenye second match ama kwenye second half, ili waweze kutumia faida ya uwanja nyumbani na mtaji mkubwa wa mashabiki wa Dar es Salaam Africans ambao wamejitokeza leo uwanjani. Kwako Oscar Urassa. Asante sana mwalimu Kashasha kwa tathmini hiyo pana ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tingi Mgoa. Asante sana Oscar Urassa, Mr. Touchline. Naitwa hivyo Tingi Mgoa, niko chini kabisa kuzungumza na mashabiki ambao wamejitokeza uwanja wa Taifa, lakini uwanja hujajaa kama ambavyo walisema wajaze uwanja. Kikubwa ambacho kiko hapa ni kuweza kuzungumza na mashabiki hapa kwenye Touchline. Anko Nabii, unaitwa nani? Naitwa Hassan Ikonga. Sasa tumeona mchezo mzuri Yanga dhidi ya Zesco. Tuzungumzie kiwango cha Papi Kabamba Shishi ambaye ametoa pasi kadhaa hazifiki. Nafikiri tatizo liko wapi hapa? Papi Kabamba Shishi ndiko vizuri zaidi ya mechi zingine zozote. Tatizo kwamba mapungufu yako mbele. Yaani wachezaji wa nguvu kama wa zamani kama kina Makambo kina nani, Yanga ilikuwa vizuri zaidi ya. Lakini Yanga ubora wake huko vizuri, lakini sio yani Shishi mbaya ilikuwa vizuri zaidi. Mechi ya Yanga na Rollers alipewa penalty Shibomana akakosa, lakini akapewa pili akashinda. Leo pia ameonekana kuaminiwa kwa nafasi nyingine tena kwa upande wa Yanga, kaipatia goli Yanga. Mzungumzie Shibomana wa leo. Shibomana yuko vizuri, ana kambani, ana watu wazuri ambao waweza kushirikiana nao. Yuko vizuri zaidi. Tabiri wako kipindi cha pili na kwanza Yanga wanaweza kushinda leo mechi, ndo bili wake. Tuzungue kidogo kupitia TBC Taifa. Anko, naitwa nani? Mimi naitwa Jafari Mtoro, mshabiki kindaki wa timu ya Yanga Afrika. Naam, kuna wakati upande ambao yuko Ali Sonso umeonekana kulegalega na ulikuwa unapitia sana mashambulizi kwa upande wa Yanga. Unafikiri kipi kifanyike kipindi cha pili kwa Yanga kuweza kuimarisha upande wa beki pia kwa upande huo? Naamini kwamba kocha ameona mapungufu yalijitokeza katika kipindi cha kwanza. Kwa hiyo naamini atakwenda kuyafanyia marekebisho mapungufu yalijitokeza, ili tuhakikishe kwamba tunatoka na ushindi wa kishindo katika uwanja wa nyumbani. Sawa, ndio hicho ambacho anakizungumza kupitia TBC Taifa, na anasema leo Yanga lazima ishinde. Anko, hapo tuzungumzie. Tabu sana, wana uwezo wa kujenga mashambulizi, wanatulia, wana vitu vingi ambavyo mchezaji wa level ya kimataifa anastahili kuwa navyo. Wana ball control, wananyumbuka, wana endurance ya kutosha, kitu ambacho nilikuwa nimesema wakati fulani ilionekana kabisa tabani. Papi Kabamba Shishi amechoka kiasi kwamba alikuwa hawezi kurudi nyuma kusaidia timu na alikuwa anapanda nusu, kwa hiyo akawa anacheza pale katikati, lakini kwa ujumla wake fitness
level ya Yanga, utimamu wa mwili wa Yanga unahitaji kufanyiwa kazi zaidi kwa muda huu uliobaki wa wiki moja kabla ya mechi ya marudiano, kwa sababu mpango mzima wa kushambulia unakuwa kidogo unafifia. Wanatarajia mtu mmoja afanye kazi peke yake. Kama wangekuwa wanasapotiana ama wanasaidiana inavyotakiwa kwa wakati, inawezekana kabisa wangekuwa wameongoza au wametangulia kwa mabao mawili hata matatu kabla ya half time, kwa namna jinsi walikuwa na approach mchezo, walivyocheza kwa utulivu, ball control, idara ilikuwa inacheza sawa sawa, lakini pasi nyingi zilikuwa zinafika. Bahati mbaya ni kwamba wamepigwa pressure kubwa, wamekuwa pressed. Matokeo yake mipango ya ulinzi imekuwa ya hovyo na wakaruhusu bao ambalo limesababishwa na walinzi kushindwa kutengeneza nafasi za ulinzi. Kwako Oscar Urasa. Tinyi Mgoa, kama kuna kumalizia huko chini kabla hatujarejesha matangazo studio. Na mimi nafikiri nizungumze na